Wanatupata kutokea kule nchi za kusini mwa bara la Afrika, kaskazini, magharibi na mashariki. Wale ambao wanatupata kutokea nje kabisa ya bara la Afrika, rafiki zangu wanatupata kutokea kule Australia, kutoka kule Uarabuni, Oman, Iraq. Wale wanaofuatilia mikutano hii kutokea Ulaya mashariki na magharibi, wanatupata kutoka kule Urusi. Wale wanaotupatia habari njema kila siku, hawajawahi kukoma. Mungu ana mpango. Wale wanaotupatia habari hizi kila leo kutoka anga za mbali kabisa, ndani ya juma haya matatu watanena nasi tena, nao utawafahamu kwa wazi kabisa. Rafiki zangu kutokea Amerika ya kusini na kaskazini, na ufahamu wengine sasa hivi ndiyo tu inakuwa asubuhi, lakini wengine ni usiku wa manane kama kule Australia na kwingineko. Ila Mungu ni mwema, atatufikia sisi sote. Nachukua nafasi hii kualikeni katika mikutano hii kwa muda na wakati kama huu. Jumuika pamoja nasi ukiwa njiani unasafiri, ukiwa umeketi katika nyumba yako, kwenye runinga yako, unatupata mbashara kabisa katika vyombo hivi vya habari. Mungu anao ujumbe kwa ajili yako na kwa ajili yangu, nyayo za matumaini. Tutakuwa na muda wa kusikiliza neno, halafu tutakuwa na muda wa kuzungumza na Mungu kwa njia ya sala. Lakini kila mwisho wa somo hili Mungu atakuwa ameweka wito mahususi, maalumu kabisa, mbele yako na mbele yangu. Anatazamia kuitikia. Ndio, waweza kuitikia hata kama uko kwenye chumba kilicho kwenye makomeo. Unaweza ukawa katika nyumba isiyo rasmi kwako, huenda ni gerezani, wewe ni mahabusu, pengine una miaka ya kutosha ukiwa hapo, huenda hapo uliko ni kisiwani, hata ujui itakuwaje. Ujumbe huu wa nyayo za matumaini utasikika kwako. Hakuna mipaka, hakuna vizuizi, hakuna vikwazo. Jioni hata jioni, karibuni tusikilize neno la Bwana. Lakini tutakuwa na muda wa maombezi, shida yangu na shida yako, kwa ajili yako mwenyewe, ambao utakuwa na fursa ya kuzungumza na Mungu mara mbili katika vipindi maalum kabisa kwa juma. Naye Mungu ameweka tayari mkono wake anapokuja kwako na mbele zangu, ili aweze kutua mizigo iliyolemea. Usisahau ni nyayo za matumaini. Hivyo karibu walioko mbali na walioko hapa karibu kabisa katika eneo hili la mkutano, na somo letu leo lina kichwa kinachosema nyayo za matumaini. Tunaishi katika dunia ambayo haina matumaini. Haina matumaini. Yako mambo kadha wa kadha yanayoelezea ukweli wa mambo hayo. Haina matumaini. Haina matumaini kwa sababu gani? Ziko sababu kadha wa kadha zinazoelezea kwamba hakuna matumaini. Na hizo sababu zinapotajwa na kuelezewa zinaonekana kuwa mbali sana, lakini mwisho wa kila sababu utaona uwanja wa vita, uwanja wa mapigano, uwanja wa uhasama. Utagusa kwenye familia, utagusa kwenye jamii. Mara hapo ndipo machozi yenye uchungu yanapatikana. Mara ambako ukweli wa tumaini kutoweka kwa wakazi wa dunia yanaonekana pale. Utaiona jamii imekusanyika kwa pamoja, waliojishika shavu wakiomboleza, wanaofuta machozi kwa sababu ya huzuni zinazoendelea. Mioyoni mwao kuna vuja damu, ni kana kwamba hawana nguvu ya kupiga hatua. Yako mambo kadha wa kadha yanaofanya dunia ikose tumaini. La kwanza ambalo hakuna aliye na ubishi nalo ni habari ya vita, upanga. Kwa nini vita? Vita imechukua nafasi kubwa sana katika dunia ya leo. Karibu kila kizazi utaona vita. Vita inapoendelea kupiganwa, waathirika na wahanga wanabaki kuwa wanadamu. Na hivyo unaona wakimbizi wengi wakimbia mataifa yao. Mwanzoni kana nadhani huenda ni katika baadhi ya mataifa yanayoitwa nchi zinazoendelea,
Lakini unaweza ushangae hata katika nchi zilizoendelea wako watu wanaokimbia maeneo ya kwao. Vita vinaleta maombolezo, kana kwamba haitoshi katika vita, na kwa sababu ya vita utaona tayari unaoingia kwenye shida ya njaa. Maana watu hawawezi tulia, hawawezi kufanya shughuli zao za maisha, hawawezi kutafuta kipato. Kwa hivyo kuna kilio. Unaona taarifa vyombo vya habari, watu wanakufa kwa sababu ya njaa. Wengine unasikia wamepata utapiamlo kwa sababu ya njaa. Na sio tu hiyo, njaa imesababishwa na majanga ya asili, huenda mafuriko, huenda mtu anasema sio tu mafuriko, huenda ni matetemeko. Wanasema sio matetemeko, lakini pengine ni kwa sababu ya ajali, dharura za maisha, mioto na majanga yanayotisha. Lakini mengine yamesababishwa na wanadamu kwa sababu ya vita. Sio hivyo tu, magonjwa yanayotikisa dunia ambayo hata wataalamu wa tiba katika kada zote za tabibu wengine hata hawajui waseme nini na magonjwa hayo. Kweli walienda shule, naam, walisomea utabibu, ni ndio wanaitwa maspecialist, hao wamebobea hao. Lakini kuna baadhi ya mambo wanapokutana nayo katika kile chumba cha mgonjwa alikolazwa, pale wanapokutana na kuangalia cha kufanya, hawana pa kurejea, hawana pa kurejea. Hata hivi karibuni janga lilotikisa dunia hii, mpaka leo watoto wadogo na pengine tu huenda wanaonyonya ndio hawajui. Kizungumzia uviko 19, wanajua uviko 19 kwa sababu wamelemboreza katika familia yao, kwa sababu kuna mwanafamilia aliugua, wakaona alivyohangaika. Ndipo walipoona gharama ya kuvuta hewa. Mwanzoni walifikiri inaingia tu automatically bila, lakini wamegundua ya kwamba ni kweli hewa imejaa, lakini kuingia kwenye mapafu, pua haijaziba na kinywa kiko wazi. Alafu ndo anasema sipumui mimi. Na kwa sababu hiyo karibu kila jamii wanafahamu imepeleka maelfu kaburini kwa sababu ya uviko 19. Sijataja yale magonjwa ambayo hayaambukizwi kwa kugusana kama vile magonjwa yanayotajwa ya saratani, na zungumzia kisukari, na zungumzia pressure na mengine kwenye orodha kama hiyo. Lakini hayo yote yanapotikisa dunia yanatishia tumaini. Na hivyo mikutano hii, neno la Bwana lina habari njema. Lakini kitu kinachonishangaza kuliko yote ni kana kwamba hatujifunzi. Kama kwamba hatujifunzi. Nasema, umejuaje hatujifunzi? Neno la Mungu linaeleza jambo hili katika Mhubiri sura ya 8 na ule mstari wa 15. Nisome kidogo hapa Mhubiri sura ile ya 8, katika Mhubiri sura ile ya 8 na mstari wa 15. Hapa kuna neno ambalo linaeleza kila ambacho wanadamu anapaswa kuelewa, kufahamu, na kila ambacho kinatendeka katika maisha ya kila mmoja. Na kuna kusifu kwingi sana katika mstari wa 15, kisha nikaisifu furaha kwa sababu mwanadamu hana neno lililo jema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka, na ya kuwa hilo likae naye katika amali yake siku zote za maisha yake aliyompa Mungu chini ya jua. Sasa ukiangalia, hakuna lolote jema linalopita hayo. Ukisikia kula, kunywa na kucheka, mtu anasema ni kama vile Mungu amewapatia watu wale, watu wanywe, watu wacheke. Lakini baada ya watu wengine kusoma hayo, akasema unahitaji tu ufurahi, unahitaji tu ucheke, unahitaji tu kula na unahitaji tu kunywa. Lakini ni kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu ili uweze kujua ikiwa hayo yako chini ya jua. Na ni kwa nini inaeleza ya kwamba wanadamu hawajifunzi. Yesu aliwahi kuzungumza miaka takriban 2000 iliyopita katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 17 ule mstari wa 26 mpaka mstari ule wa 30. Alizungumza mambo makubwa katika matukio makubwa mawili. Moja akazungumzia wakati wa Nuhu, halafu jingine akazungumzia wakati wa Rutu. Sasa katika matukio hayo, hebu sifungua tena Biblia iweze kueleza ili tuweze kuona mwanadamu hajifunzi.
hajifunzi kabisa. Katika kitabu kile cha Injili ya Luka na ule mstari wa Luka sura ya 17 na ule mstari wa 26 hadi mstari wa 28 mpaka 30. Neno la Mungu linasema, na hapa nahitaji niweze kusoma: na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Kuna taasisi moja inaitwa GPI, ni ufupisho wa neno la Kiingereza Global Peace Index. Ili taasisi ilianzishwa mwaka 2008 na inahusika na mambo yafuatayo. Inahusika na kuangalia amani kwa ujumla katika jamii ya dunia kwa mataifa mbalimbali. Ilianza mwaka 2008 mpaka leo ni kama miaka 14. Ripoti yao wakati wanaitoa mwaka 2022 walieleza ukweli huu, wakasema hali ya amani katika dunia imeshuka kwa 3.2. Ukiangalia katika miaka 14 tangu taasisi hiyo imeanzishwa, utagundua ya kwamba kila mwaka kuna 0.23. Yaani ukiangalia kwa wao wanapoweka mahesabu yale, ni kama wanasema watu bilioni 1.67 wanapungua kiwango cha amani maishani mwao, ama wanaeleza wanakosa tumaini. Kwa hiyo ukiweka 3.2 kwa watu ambao sasa hivi watu walioko duniani, unaweza ukaona kiwango cha watu wengi wasio na amani, wasio na tumaini, wasio na utulivu. Sasa kwa nini Yesu anaeleza maneno haya? Anaeleza kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndani ya kipindi ambacho utulivu hakuna, hawana amani maishani mwao, hawana tumaini maishani mwao. Yesu anasema ndivyo itakavyokuwa, na ametaja mambo makubwa matatu. Moja, ametaja walikuwa wanakula na kunywa. Anasema lakini mbona mhubiri nani amesema yamewekwa chini ya jua? Kwa nini Yesu anarejesha kizazi hiki wakati ule wa Nuhu? Anakuja anatupeleka ile Nuhu, kipindi cha Mwanzo sura ya 6. Anatueleza gharika ilikuja kwa sababu ya mambo yafuatayo. Moja, sikiliza vizuri. La kwanza anasema wana wa Mungu wakawaona binti za wanadamu na wakawaoa walivyoona vema kwao. Hiyo ni Mwanzo 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 2. Kwa hiyo ina maana hawakuzingatia namna ya kuingia kwenye ndoa. Moja. Mbili, kanuni ambazo Mungu alikuwa ameziweka wazi kwao hazikuzingatiwa. Sio kwamba kuoa na kuolewa ni jambo baya, ila walioingia kwenye ndoa hawakuzingatia utaratibu ambao Mungu ameuweka. Lakini sio hivyo tu anavyokieleza, yako mambo matatu hapo. Kwa hiyo utaratibu wa ndoa haukuzingatiwa. Lakini wakati huo anatueleza vizuri kwamba ilikuwaje. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 19 na ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 10, hiki ni kisa cha malaika wawili katika mji wa Sodoma. Pale tunawaona wakikabiliana na uovu wazi kwa wazi. Lakini kitu gani kilikuwa mbele yao? Biblia inaeleza ya kwamba walimwambia Lutu, tupatie wale wageni walioingia katika nyumba yako tuweze kuwajua. Lugha ya kuwajua pale sio kwamba Mungu ana ajenda ya kutaka sio kwamba wale wakazi wa Sodoma wana ajenda ya kuwafahamu wageni, mmetokea wapi, mmekuja lini, huko wanasemaje. Ile lugha ni ya mahusiano ya kingono. Kwa nasema tunawataka tuweze kuwajua, tukutane nao kimwili. Lakini inaweza kashangaza kidogo. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaeleza wale wajumbe watokao mbinguni walikuja katika muonekano wa wanadamu. Lakini sio tu muonekano wa wanadamu, walikuwa na muonekano wa jinsi ya kiume.
Hii haimaanishi kwamba malaika ni wanaume ama ni wanawake, kwa sababu Biblia haielezi jinsi ya malaika, haielezi, ila walikuwa na muonekano huu. Na ndio maana unaona Ruto anapambana kweli, anasema jamani, msifanye uovu huu, nina binti zangu wawili, huenda niwapatie hao, lakini msifanye uovu namna hii. Wakamwambia, sikiliza mzee, tulikukaribisha ukiwa mgeni, halafu nataka kuwa zaidi yetu. Wakamwambia neno gumu, tutakutenda vibaya wewe. Na hii inaonyesha wazi hali ilivyokuwa. Kumbuka Biblia inasema hatujifunzi katika swala zima la kijamii, na hatujifunzi, jamii haijifunzi. Lakini kitabu kile cha Warumi inaelezea kwa uwazi sana. Warumi sura ya kwanza na ule mstari wa 26 hadi 28. Warumi sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28 inaelezea vile ambavyo jamii haijifunzi. Katika Warumi 1 mstari wa 26 hadi 28, hapa nasoma: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. 28, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Leo kwenye hii dunia, karibu nchi za Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, karibu kila katika nchi hizi wakazi wa jumuiya hii wanapiga kelele, wanasema ushoga, wanasema ulawiti, wanasema usagaji, wanasema hatutaki. Lakini najiuliza, hii ni nini kama jamii imekosa kujifunza? Kwa sababu Biblia inaeleza ilikuwepo hali hiyo. Lakini kinachosikitisha zaidi ni kwamba wale wenye dhamana ya kutengeneza sera, wale walioaminiwa kupewa mamlaka katika jamii, wale wanaosimamia serikali za dunia, ndio wanaolisukuma, ndio wanaolipaka mafuta, ndio wanaolipamba. Biblia inaeleza ya kwamba hawajifunzi. Kama ilivyokuwa wakati wa Rutu, wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo hatupati masomo, hatujifunzi chochote katika hali duni inayoendelea katika maisha ya kijamii leo. Ndio maana unaona sio tu upande wa jamii, lakini pia Biblia inasema katika ile Mwanzo sura ya 6 mstari wa 11 hadi mstari wa 19, anasema dunia ilijaa dhuluma. Ilijaa dhuluma. Kwa hiyo sio swala tu la mahusiano yasiyofaa, ngono chafu iliyokuwa inatembea wakati wa Nuhu na wakati wa Sodoma, lakini pili, ilikuwa imejaa dhuluma. Ndio naoeleza pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 9 hadi 13. Ilijaa. Kama ingelikuwa ni ndoo, basi imejaa maji. Kama ni kiglasi bilauri, imejaa kicho kinywaji. Kwa hiyo dunia ilikuwa imejaa dhuluma. Na hii haikuwa tu wakati ule. Yaani jamii inaonekana kutojifunza. Katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 8 na mstari wa 14, angalia kile ambacho neno la Mungu linaeleza. Katika Mhubiri sura ile ya 8 na mstari wa 14. Hapa kuna neno lina ajabu sana, na nataka mtazamaji na msikilizaji usikilize vizuri hapa. Anasema, hiyo ni Mhubiri sura ya 8 na mstari wa 14. Hapa tunasoma, na hapa kuna ubatili unaofanyika juu ya nchi, kwamba wako wenye haki nao wapatilizwa kama kwa kazi ya waovu, tena wako waovu nao wapatilizwa kama kwa kazi yao wenye haki. Nami nikasema ya kuwa hayo nayo ni ubatili. Dhuluma maana yake ni kwamba wanaostahili kupewa haki wanakoseshwa haki. Kwa lugha, waliopaswa kuweza kubatilishwa kwa maovu yao ndio wanachukua nafasi ya wenye haki.
Wale waliopaswa kupewa haki ndio wanachukua nafasi ya wenye dhuluma. Anasema hayo nayo ni ubatili hai. Kwa hiyo dunia wakati wa Nuhu, dhuluma ilikuwa imejaa, na kwa sababu hiyo Mungu anaeleza hali ilikuwa hivyo. Lakini unaweza ukasema labda tu ni kwa sababu ya jamii hii inaonekana kutojifunza. Lakini ngoja niwaambie kitu pekee, hata kisiasa inaonekana viongozi wengi wa mataifa duniani hawajifunzi. Niwape mfano tu kidogo uweze kuelewa. Historia ina rekodi vita kizazi hata kizazi. Kila kizazi kuna rekodi ya vita. Sio mara moja, katika kila muongo ndani ya miaka 10 kuna rekodi ya vita. Mashariki ya Kati rekodi ya vita, bara la Afrika rekodi ya vita, mashariki ile ya mbali utaona vita katikati. Nenda hivi karibuni mzozo wa Urusi na Ukraine, unaona vinaendelea. Lakini niwaambie kitu pekee, kwani kama kweli unaweza ukakumbuka leo, hebu nikurudishe kidogo kwenye historia hapa. Nakumbuka vita ya kwanza ya dunia iliyoanza 1914 ikaishia 1918. Ile vita baada ya kupigana wakagundua vita ni mbaya. Wakakaa mezani, wakatengeneza uhusiano wa kimataifa, wakaita kwa lugha ya Kiingereza League of Nations. Kwa hiyo mataifa yakakaa, wakasema vita haifai. Unaweza ukasema wamejifunza, lakini angalia ilipofika 1939 ikalipuka vita inayojulikana vita kuu ya pili ya dunia. Ikaenda mpaka 1945. Hii unaposikia kuna Umoja wa Mataifa, United Nations, baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Sasa swali linabaki, wakaiweka mikataba, wakaweka taratibu, wakaisimamisha hapo. Wapi wanadamu wamejifunza kisiasa? Maana yake ni nini? Jamii hii inaona hivi, tutumie vita kuondoa vita, kisha wanatafuta sababu, wanaihalalisha, inakuwa ni kisingizio bora. Vita inapiganwa, mara wanachoka, wenda anakosekana aliyeshinda na aliyeshindwa, kisha wanagundua vita hailipi. Wanaketi mezani, wanaweka makubaliano, mikataba inawekwa, kizazi hicho kinapanda kwenye jukwaa hivyo, kinamaliza kikisema vita haifai. Unadhani wamejifunza? Baada ya muda kinakuja kizazi kingine juu ya jukwaa, wale wanasema hapana, hawakufanya vizuri hawa. Wanasema lazima vita ipigane. Kwa hiyo kinaingia kwenye jukwaa la kisiasa, mzozo unafanyika, wanagundua ni vita inayomaliza vita. Kwa hiyo kizazi nacho kinapigana, wanatuangana, kuna kuwepo na kuchoka, mara wanakutana tena, wanaweka mikataba. Hicho kizazi unaona kinashuka kwenye jukwaa, unasubiri miaka michache baadaye kinakuja kingine, kizazi baada ya kizazi. Hii inaonyesha dunia, jamii hawajifunzi. Na kwa sababu ya majanga ya asili, kwa sababu ya vita inayojirudia mara kwa mara, kwa sababu ya maradhi yanayoongezeka, kwa sababu ya udhuluma inayotendeka katika dunia hii, mwisho mwanadamu anafikia hatua anasema hakuna tumaini. Kwa nini? Amegundua yafuatayo: dunia ama maisha yamejawa moja, magumu. Nasikia maisha ni magumu. Karibu jamii kubwa ya wakazi wa dunia wanakiri maisha ni magumu. Kana kwamba haitoshi, jambo la pili, wanasema dunia ina maumivu, ina ukatili. Kwa hiyo iko ni ngumu kuishi, alafu ina ukatili wake. Ila jambo la tatu wanalomalizia nalo, ambalo mkutano huu una ajenda ya kufahamisha dunia, wanasema kama maisha ni magumu na kama maisha yana ukatili, basi wanaishia kusema hayana maana. Wanadamu akisema hana maana ya kuishi, anaweza kujiua, anajiua kwa silaha, kwa vidonge, kwa sumu, kwa kujinyonga, kwa namna yoyote. Hayana maana. Kwa nini yaendelee kuwepo? Anayakomesha. Na hii ni ushahidi ya kwamba tumaini halipo.
halipo. Hewa. Kwa bahati mbaya, hayo yanawapata watu wa hali zote, kwenye ndoa na wasio kwenye ndoa. Bahati mbaya inawakuta wa aina zote za uchumi, walioendelea kiuchumi na wasioendelea vizuri kiuchumi. Tulitazamia kama uchumi ungekuwa ni ufumbuzi, wasingelifikia hapo. Lakini nenda uangalie takwimu zinatisha katika nchi zilizoendelea. Watu wanaojiua ambao maisha yanaonekana hayana maana ni wengi kwa idadi yao. Tulitazamia ya kwamba huenda waliosoma wangeweza kusaidia jamii waone maisha yana maana, lakini ukiangalia wasomi nao wanajiua. Anapanda kwenye jukwaa, ndio anakusanya maisha yake, anaingia kwenye taaluma, anasoma, baadaye anamaliza, anasema niongezee kidogo ili nihudumie jamii, anaongeza maarifa. Anapofikia mara ili afanye vizuri, kama sio umri amestaafu, kama sio hivyo maisha yamekuwa tofauti, mwili haushirikiani vizuri. Ni kama ameweka kitabu kabatini, ni kana kwamba anaona ningeweza kuishi, lakini mbona. Kwa hivyo maisha yanaonekana, hata kwenye elimu yanaonekana hayawezi kutoa ufumbuzi. Nini basi? Nyayo za matumaini zinaelezea wale ambao wanaweka maisha yao kwa wanafamilia. Familia nayo inawaacha mpaka leo. Mtu na kaka yake, mtu na dada yake, mtu na shangazi, mtu na mjomba, babu na bibi, hata hawezi kumwekea imani kama anaweza kumwachia watoto wake awatunze, lakini ni ndugu wa damu. Sasa kama ndugu wa damu imekuwa hivyo, nasema labda marafiki nao imeonekana ya kwamba si kweli mara zote. Inatokea wakati mwingine pia katika saa ambayo alipaswa kutumainiwa hawezi kutumainiwa. Kwa hiyo inaonekana wanaoweka upande wa familia kwa sababu ya mabadiliko ya tabia, kuna tumaini pia kule. Lakini kama sio badiliko ya tabia, kuna kifo. Kwa hiyo kifo kinapoingia, mtu anajiuliza kwa nini maisha yanaonekana hayana maana kabisa. Kifo kinapokuja hayana maana, maisha yanakosa maana, kwa sababu kifo kimekuja, mtu wa muhimu kwake ametoweka. Ndio maana ukiona mtoto anasema kwa nini, anajiuliza swali kwa nini, anataka kujua. Kwa nini imetumiwa na wanasayansi ili waweze kujua? Kwa nini imetumiwa na wanafalsafa ili waweze kujua? Kwa nini imetumiwa na theolojia ili waweze kujua? Lakini pia wakati huo, kwa nini ikiulizwa na wenye miaka 13, 19, wale ambao wanaitwa kwa lugha ya Kiingereza teenagers, ni mara chache sana wanahitaji kujua. Lakini mara nyingi ukisema kwa nini, anachohoji ujiulize, kuna aina ya uasi inayokuja mbele ya kwa nini. Lakini unapoona watu wazima wanahoji kwa nini, wanasema kwa nini, maana yake wamefikia mwisho, amegota, haelewi cha kufanya, na ndiposa hakuna tumaini, hayana maana maisha. Na kwa sababu hiyo, yaliyobaki maishani mwake atayafanyia anavyotaka. Hakuna maisha katika dunia hii yenye matumaini sahihi, hayako kwenye taaluma. Vinginevyo wanataaluma wasingelipoteza maisha yao vibaya, baadhi yao. Hayako kwenye vyeo, katika nafasi za dhamana katika jamii, lakini hata huko hakuna tumaini. Katika kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari wa 4, pale ndipo maeneo muhimu na nyeti ya kushika katika jioni ya leo. Katika kitabu cha Warumi sura ile ya 15, Warumi sura ya 15, katika neno la Mungu, Warumi sura ya 15 mstari wa 4, anasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Haleluya! Kwa saburi na faraja, siyo ya falsafa, siyo ya taaluma,
sio ya kisiasa, sio ya kijamii, kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Tumaini halipatikani kokote isipokuwa katika maandiko matakatifu. Neno la Mungu pekee ndilo lenye tumaini katika dunia isiyo na tumaini. Ndilo tu Biblia pekee inayoelezea wewe ni nani. Biblia pekee yake ndio inayoelezea katika Mwanzo 1:26 na 27, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, tumetoka kwa Mungu. Ni Biblia pekee yake ndio inayoelezea dunia hii ilifanywa kwa neno la Mungu. Hiyo ndio Zaburi 33 na mstari wa 6 na wa 9. Ziliumbwa mbingu na dunia kwa neno. Ni neno pekee. Hakuna kitabu chochote katika dunia hii kinachoelezea dunia na vyote vilijazavyo vimetokea wapi. Ni Biblia pekee. Haishi tu pale. Biblia inatueleza ukweli huu ya kwamba kuna tumaini. Katika Yeremia 29 mstari wa 11, Mungu ana ajenda ya kutupatia tumaini katika siku zetu za mwisho. Anatuwazia vema neno lake peke yake. Hii ndio linatueleza, linatambua makusudi na dhamiri za moyo wa mwanadamu. Katika Ibrania 4 mstari wa 12, neno la Mungu li hai, tena linajua unachofikiri, unachojua. Linadai kufahamu mawazo ya mwanadamu, makusudi ya mwanadamu, na linajua siri zote. Neno sio kana alitoshi tu, lakini pia akaeleza kitabu kile cha Petro ya kwanza, Petro ya pili 1 mstari wa 23, anaelezea tunaumbwa upya kwa neno lake, tunafanywa tena kwa neno lake. Neno ndio linaleta tumaini la kuumbwa upya tena. Hii ndio Biblia inachokieleza. Katika Zaburi 119 na ule mstari wa 9 anasema njia yana mapito ya mwanadamu, katika nyayo za kupita anasema zinamulikwa na kuangazwa kwa neno lake. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii, akilifuata neno lake. Usafi wa jamii ambayo haina tumaini umejengwa kwenye neno. Na neno la Mungu pekee. Katika Zaburi 119 na ule mstari wa 11, neno linasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ni neno pekee linaloweza kurejesha sio tu tumaini, lakini kunitenga na dhambi. Hatuna kitabu kingine chochote chini ya jua. Ndio maana wanaosoma katika Isaya 22 na ule mstari wa 13 anasema na tule tunywe, maana kesho tutakufa. Neno linasema katika Yohana sura ile ya 5 na ule mstari wa 28 hadi 29, saa inakuja na wafu walioko makaburini watafufuka. Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndiyo nini? Ndiyo kweli. Neno ndiyo linalotutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, na watutoa kwenye ngono chafu. Ndio wanatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una ajenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho. Lakini iko hoja. Baadhi ya watu wanaeleza neno la Mungu linaonekana ya kwamba haliwezi kuelea kwenye akili zao.
Na Biblia inaeleza katika Petro ya pili sura ya 3 na mstari wa 16, anasema wengine mambo yaliyoko mule kwa sababu wanashindwa kuyaelewa, wanayapotosha, wanayapotoa. Na mwingine anasema mbona kama haina majibu ya moja kwa moja, kama vile maandiko hayana majibu ya moja kwa moja ya ndio ama hapana. Mimi nikuulize swali kidogo, wewe unanisikiliza hapa. Kuna wakati fulani unahitaji majibu ya ndio na hapana. Lakini nikuulize, hivi ni kweli kila swali lina majibu ya ndio na hapana? Hebu fikiria wewe umeoa au umeolewa. Halafu mtu akakuuliza swali fulani, umeacha kumpiga mkeo, unajibuje? Wale ambao wanataka jibu la Biblia ndio hapana. Je, umeacha kumpiga mkeo? Alafu anakuambia jibu ndio ama hapana. Utajibu lipi hapo? Unyosha mkono nione utakalo jibu. Wale ambao wameoa watajibuje? Unaona jinsi ilivyo vigumu, lakini unaweza ukashangaa mwanadamu anasema ninataka jibu la ndio ama hapana. Anasema kwa nini unataka jibu la ndio ama hapana? Moja kwa moja kutoka hapa, yako majibu ambayo hata wewe huwezi jibu ndio ama hapana. Kwa sababu kwa mfano ukisema ndio, unachosema ni kwamba umekuwa ukimpiga mke wako, umekiri maana yake. Lakini ukisema hapana, maana yake unaendelea kumpiga nani? Unaenda kumpiga. Maana ukisema je, umeacha kumpiga mkeo, ukisema ndio, wanajua huyu alikuwa anapiga mke wake. Na ukisema hapana, wanasema anaendelea kupiga. Sasa kama tu wewe mwenyewe ukikutwa na swali hilo unapata shida kujibu, Biblia inaelezwa hatuwezi kuitendea hivyo. Kwa sababu Biblia inaeleza ya kwamba walianena wakiongozwa na Roho Mtakatifu katika ile Petro ya kwanza, Timotheo ya kwanza, ya pili sura ile ya 3. Hayakuetwa tu kwa madamu alivyosema, ni neno la Mungu lilo hai. Kuna wakati ambako akili za mtoto mdogo, jinsi Biblia ilivyo ya ajabu, analielewa neno. Lakini pia kuna wakati ambako watu wasomi wenye akili ya juu wanapambana, pia kuna maeneo wanapambana kuelewa. Hebu fikiria kwamba angekuwa mwanadamu anaelewa kila kitu kwenye neno, angeweza kulidharau. Lakini kwa sababu neno linamfikia kila mwanadamu katika umri wote, akinyenyekea hata mkubwa, Mungu atatupatia neno lilo wazi. Hiki ndicho kinachoelezwa jioni ya leo, ya kwamba Biblia peke yake ndilo neno lilobaki kueleza maisha ya mwanadamu, ndio inayofunua faraja ya neno lake, kunapatia subira. Kuna machozi ndio, kuna magumu ndio, kuna ukatili ndio, ila Biblia inaeleza ya kwamba amepanga kutupatia tumaini wakati wa mwisho. Na tunaipataje kwa sasa? Ni subira, ni kuvumilia. Sio kuvumilia tu kijamii, subira ya neno, subira ya maandiko. Lakini tunapata faraja kwa wale ambao kuna machozi, kuna mioyo inavuja damu, ni katika neno tunapata faraja. Na hivyo vyote viwili vinajenga katika tumaini. Isaya 66 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Naposoma Isaya 66 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema maneno haya. Isaya 66 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi, vitu vyote mkono wake umefanya. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Yule anayetetemeka asikiawe neno la Bwana ni taa na ni njia. Inatueleza tulitoka kwa Bwana. Inaeleza machozi haya yote chanzo chake ni kile kilichotokea katika dunia hii, kinaitwa ni uovu.
Kitabu hiki kitatueleza nini kilichotokea, lakini atueleza Mungu hajatuacha na mpango wa kutupatia matumaini katika siku zetu za mwisho, na tunaipata hiyo faraja kutoka katika neno la Bwana. Ndio naoeleza kilichotokea wakati wa Nuhu, wakati wa Sodoma, mambo ambayo dunia haijifunzi. Mungu anataka tujifunze, ili wewe na mimi tusiendeshe cherehani isiyo na uzi kwenye sindano, ambayo inaonekana iko kwenye mwendo, inaonekana ya kwamba ina kelele nyingi sana, lakini hakuna kinachofanyika. Dunia inakuja kwenye jukwaa, kizazi kinashuka, wako wanaostaafu, wako wanaenda kaburini, kinakuja kizazi kingine kinarudia makosa yale yale ambayo yalishawekwa tayari. Ni kana kwamba maisha yanakwenda kwenye mduara. Panda kwenye jukwaa, ingia kwenye makosa, shuka kwenye jukwaa, njoo na wengine. Panda kwenye jukwaa, shuka. Inakuwa kana kwamba hatujui kinachoendelea, ila Biblia inatueleza ya kwamba hapana, mbele yetu kuna tumaini, na tumaini hilo lazima lijengwe katika neno la Bwana. Jioni hii ya leo, wale ambao wanatetemeka wasikiapo neno la Bwana, hao njia zao zitaangazwa nuru. Hao watapata faraja neno la Bwana. Hao watapata tumaini katika dunia hii. Hao ndio peke yao watakaosema ni kweli, dunia ina ugumu, ina magumu yake, dunia ina machungu. Ni kweli kuna kilio, ila bado maisha yana maana katika Mungu, katika neno lake. Na jioni ya leo, popote ulipo, roho yako inatetemeka kwa ajili ya neno la Bwana, kwamba likasafishe njia yangu, linipatie tumaini na faraja, chimbuko na uzoefu wa maisha haya katika neno la Bwana. Pale ulipo jioni ya leo, simama kama unasema, Bwana, tetemesha moyo wangu, nisaidie faraja ya maandiko, ili nijitoe kwako katika maisha haya, maana nisirudi kana kwamba maisha ya juu yanakoelekea. Hili ni jukwaa lenye kutupatia misho yenye tumaini. Sio kwamba kifo ndio mwisho, ila kuna maisha baadaye. Kwa sababu hiyo, hatuwezi kula na kunywa bila matumaini. Hatuli kama wanavyokula watu, hatunywi kama wanavyokula watu, hatutakoa na kuolewa kama wanavyofanya dunia, hatutachafua katika usafi wa taasisi hii, ila tutaishi katika faraja ya maandiko. Baba, asante jioni ya leo kwa neno lako. Tufanye tunaotetemeka, kwa sababu umeahidi kukaa na watu wanaotetemeka wasikiao neno lako. Ikawa faraja hii, faraja ya maandiko, jioni hata jioni, hata ujapo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo, amina.